Tafadhali, unasema kwamba kama utaongea kwa sauti kubwa sana kuhusu vita, hajaongea kwa sauti. Nchi yako iko kwenye matatizo makubwa. Subiri kidogo dakika moja. Hapana. Umeongea vya kutosha. Nchi yako iko kwenye matatizo makubwa. Najua huwezi kushinda hili. Una nafasi nzuri ya kuachana na hilo kwa sababu yetu. Laisi, tumebaki ndani ya nchi yetu, tumebaki imara tangu vita ianze. Tumekuwa peke yetu, tuko salama. Nimesema asante. Na haukuwa katika kamati hii. Nasema asante. Tumekupa, wewe rais mjinga, tumekupa dola bilioni 350 na tumekupa vifaa vya kijeshi. Wewe na watu wako mna akili, lakini lazima watumie jeshi letu. Kama usingekuwa na vifaa vyetu vya kijeshi, hii vita ingekuwa imeisha ndani ya wiki 2 tu. Mzozo huo kati ya Rais Donald Trump wa Marekani na Rais wa Ukraine ambaye anafahamika kwa jina la Zelensky unatupa taswira ya nani anapigana na Russia. Vladimir Putin amekuwa akibainisha wazi kwamba yeye hakuna nchi ambayo anaiogopa. Ana uwezo wa kuipiga Marekani akiwa nyumbani kwake, lakini pia amewahi kubainisha wazi kuwa kama angelitaka kuisambaratisha Ukraine, basi angeweza kuisambaratisha hata kwa siku moja. Zelensky katika mazungumzo yake na rais wa Marekani Donald Trump walikuwa wakibishana vikali, ambapo Donald Trump alikuwa akimwambia Zelensky kwamba ni rais mjinga. Amesahau kwamba amepewa zaidi ya dola bilioni 350, lakini pia amekuwa akitumia vifaa vyake vya kijeshi. Kwa hiyo kwa kauli hii ya Donald Trump ni wazi kwamba Ukraine ilikuwa inapigana na Russia, lakini kwa mgongo wa Marekani. Yaani Marekani ndio ilikuwa inapigana na Russia. Kwa sababu Donald Trump kitendo cha kusema alitoa dola bilioni 350 vifaa vya kijeshi na mbinu za kijeshi, ni wazi kwamba mbinu ambazo walikuwa wanazitumia Ukraine kupigana na Russia ndio mbinu za Marekani. Vifaa ambavyo Ukraine ilikuwa inatumia kupigana na Russia ndio vifaa vya Marekani. Kwa hiyo ni wazi kwamba hii vita kama Russia itashinda, basi itakuwa imeshinda nchi mbili, yani Ukraine na Marekani. Najua ni vigumu kuelewa hili, lakini fikiria kama Donald Trump anakili wazi kwamba kama asingekuwa anatoa vifaa vya kivita, yani asingetoa hizo hela ambazo ni dola bilioni, ni dola hizo, sio shilingi za Kitanzania, dola bilioni 350, akatoa vifaa vya kijeshi lakini pia na mbinu zake zote pamoja na wanajeshi, lakini bado Ukraine hajaweza kumpiga Russia. Ni wazi kwamba Russia ana nguvu zaidi kuliko Marekani. Sasa swali la kujiuliza ni je, Marekani ilimtuma Ukraine imchokoze Russia ili Marekani impige Russia kupitia Ukraine, ama Ukraine ilianza kupigana na Russia ndo Marekani akaingilia kati? Hayo ni maswali ambayo nitakupa majibu yake hapa, kwa sababu siri zote za Russia kupigana na Ukraine bado ziko wazi kabisa kutokana na haya mazungumzo tu ya Donald Trump na huyu Zelensky, rais wa Ukraine. Sasa ni kwamba katika mazungumzo hayo ni wazi kuwa Ukraine ilikuwa ikipigana na Russia kwa sababu Marekani ilitia shinikizo. Katika mazungumzo ya Zelensky anamtoa Donald Trump kuwa hakuwa katika mpango wao. Ni wazi kwamba rais ambaye alitangulia wa Marekani kabla ya Donald Trump, basi huyo alikuwa na mpango madhubuti na Ukraine kuipiga Russia. Sasa Donald Trump ni kwamba ameingia akiwa ni rais mpya, kwa hiyo alikuwa hafahamu mpango uliokuwepo kati ya Marekani na Ukraine kuipiga Russia. Sasa waandishi wengi wamejaribu kufafanua uhusiano wa rais wa Russia Vladimir Putin na rais wa Marekani mpya Donald Trump kuwa ni uhusiano wa muda mrefu sana, ambapo Donald Trump amekuwa akionekana kuwa na uhusiano wa karibu sana na Vladimir Putin, rais wa Russia. Sasa baada ya Donald Trump kuingia kwenye uongozi ama utawala wa kuitawala Marekani, kila kitu kimebadilika kwa Ukraine, kwa sababu Donald Trump kutokana na mahusiano mazuri alionayo na rais wa Russia Vladimir Putin hawezi kuendeleza hii vita. Nikukumbusha tu kwamba
bado tunasimama pale pale kwamba vita ya Ukraine na Russia hii inachochewa na Wamarekani, na Marekani na Ukraine ndio wanaipiga Russia, kwa sababu Marekani ndio inatoa fedha na vifaa vya kijeshi kuipatia Ukraine, lakini pia wanajeshi. Kwa hiyo kushindwa kwa Ukraine kuipiga Russia ni kushindwa kwa Marekani na Ukraine kuipiga Russia. Ni wazi kwamba Russia ni nchi yenye nguvu sana kwenye vita, ama nchi yenye nguvu sana kwenye silaha za kupambana katika vita, kiasi kwamba imeweza kuishinda Ukraine na Marekani. Kwa nini ninasema imeweza kuishinda? Marekani kupitia rais wake Donald Trump ni kwamba wamesitisha sasa msaada wa fedha na vifaa vya kijeshi kwa Ukraine baada ya mazungumzo kati ya Rais Zelensky wa Ukraine na Marekani, mazungumzo yaliyofanyika juma lililopita. Sasa katika mazungumzo hayo ilionekana ubishani huo ulipelekea Donald Trump kukasirika na kumwambia Zelensky kwamba yeye aondoke pindi atakapokuwa tayari kwa ajili ya mazungumzo ya amani kati ya Russia na Ukraine, basi atarejea Marekani. Siku chache baadaye Donald Trump alitangaza kusitisha msaada wote wa kivita kwa Ukraine. Hii ni wazi kwamba tayari Marekani imekwisha kuona kwamba haiwezi kumpiga Russia. Russia anasifika kwa nguvu yake ya kidora, lakini pia Russia ni nchi ambaye ilianza katika hali ya ujamaa. Yani ilikuwa yenyewe haikubali mfumo wa capitalism. Sasa ni wazi kwamba Russia na Marekani zilikuwa ni nchi ambazo haziwezi kuwa pamoja kwa sababu ya mfumo wao wa kutawala. Lakini hivi karibuni imebainika wazi kuwa Russia imeshakuwa ni nani arayadi, yani yenyewe iko katika mfumo wa kijamaa, lakini pia ndani yake kuna capitalism. Sasa ni wazi kuwa kama itakuwa ni hivyo, muunganiko kati ya Ukraine na Marekani ilikuwa ni kwa ajili ya kuididimiza Russia, lakini Russia kwa sababu imeonekana kuwa na nguvu zaidi, basi Marekani imeamua kujiondoa ili isije ikapata aibu kwamba ilishindwa kupigana na Russia. Lakini wataalamu wa mambo wanafahamu kuwa Marekani ndio imeshindwa kumpiga Russia. Bila shaka utanielewa nikisema hivyo. Kwa nini tunasema hivyo? Hoja za awali zizingatiwe kwamba Marekani ilikuwa ikitoa fedha na vifaa vyote vya kijeshi kuisaidia Ukraine kuipiga Russia. Na bila shaka Marekani ilitoa vifaa vya kijeshi ambavyo wao waliamini wakivitumia hivyo wanaweza kumpiga Russia. Lakini Russia cha ajabu amemgalagaza Ukraine, na Marekani baada ya kuona hivyo ameamua kujiondoa na kudai mazungumzo ya amani. Lakini hii haiwezi kuondoa ukweli kwamba Marekani ndiyo imeshindwa vita dhidi ya Russia. Bila shaka nimekufunulia kodi ambayo ulikuwa hujui. Ni kwamba Marekani ilikuwa inapigana na Russia kupitia Ukraine. Sasa baada ya Marekani kuona kwamba imeshindwa hii vita, imeondoka kwa aibu ikidhani kwamba watu hawatafahamu kuwa Marekani ndio ilikuwa ikipigana na Russia. Sasa inataka mazungumzo ya amani baada ya kuona kwamba huyu Russia ameshindikana. Na ikumbukwe kwamba Marekani na Uingereza ndo nchi pekee ambazo zilikuwa zinasisitiza kumwekea vikwazo Russia. Lakini Marekani hiyo ndio imeamua kuita mazungumzo ya amani, inaita Ukraine wazungumze na Russia. Na sasa hivi inaonekana kwamba Russia iko tayari kuzungumza na Ukraine, licha kwamba Ukraine kupitia rais wake Zelensky haijakubaliana na swala hilo. Mimi ni mtu safi aka mtu poa, na makara nimeandaa mwenyewe na kukuletea ili uweze kujua siri iliyojificha nyuma ya vita ya Russia na Ukraine. Usahau subscribe, like, comment, lakini pia unaweza kushare na wengine ili waweze kufahamu zaidi. Asante, tukutane wakati mwingine. Bye bye.